Saa ya neema, yeah. Saa ya neema, mali Mungu yupo. Nilichokizungumza hapa, kuna watu wakujua kama nilikuwa nazungumza siri za ndani. Huyu kibali chake kilikuwa ni kikubwa, lakini vita yake inatoka kwenye familia. Amina. Unanisikia vizuri? Amen. Vita huyu inatoka kwenye familia. Vita yake inatoka kwenye familia. Na familia, kuna mtu ambaye anapiga maisha yake. Anayasha. Hata akipambana na huyu ili aende juu, kwa sababu yuko ndani ya ile blood na ni mwanamama. Yule mwanamama anashusha huyu. Kwa ameshaharibu, na kuna wakati anaweza kuharibu mpaka muonekano wake. Mimi si kama unaweza kunielewa. Amina. That's why unaona nimetulia, namwacha kwa sababu ninajua Mungu yuko anamkarabati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Huyu ni mkubwa. Amina, amina, amina. Mimi siku ya kwanza Mungu aliponipa neema ya kukutana naye huyo binti, muone, nikaona kitu kikubwa ndani yake. Amina. Kuna kitu kikubwa kiko ndani yake, na ndio mimi nimemuomba Mungu, nataka kionekane kwa jina la Yesu. Amen, amen. Nataka ile nyota ambayo Mungu alinionyesha siku ya kwanza namuona, ndio iwake na dunia ijue kwamba kuna mwimbaji anaitwa Princess. Amina, 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 amina. Hana tabia ya kuforce vitu. Ndio. Mungu anataka kibali chako. Amen. Anakutaka wewe uamue. Amen. Ya kwamba ukisema Mungu niongoze, maana hatua zangu ziongoze, yeye kuanzia hapo atachukua nafasi. Amen. Ukimpa nafasi ataitumia nafasi. Amen. Biblia inatuambia kuhusu adui yake shetani. Ndio. Naongea na mtu aliye hapa. Amen. Adui yake shetani huwa anatafuta nafasi ndani ya watu. Ndio. Na bado anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa sababu mtakapompa ibilisi nafasi, ndio, mtakapompatia ibilisi nafasi, ndio, hamtatoka kwenye mikono yake, maana ameitafuta hiyo nafasi kwa siku nyingi. Amina. Dawa ni kumnyima ibilisi nafasi. Tunamnyimaje ibilisi nafasi? Tunamnyima ibilisi nafasi kwenye mawazo yetu. Tunamnyima ibilisi nafasi kwenye maneno yetu. Tunamnyima ibilisi nafasi kwenye maamuzi yetu. Tunamnyima ibilisi nafasi kwenye kila kitu. Unaponyima ibilisi nafasi ndani yako na kwenye vitu vinavyokuzingira, Mungu anakuja kukaa na wewe. Anakuja kuishi na wewe. Anakuja kuongea na wewe. Anakuja kukusaidia. Anakuja kukubariki. Na ile nafasi ambayo umemnyima, anaitumia kuyafanya maisha yako yatoke chini yaende juu. Na ndicho nachokiona katika jina la Yesu. Kwa yeyote anayesikia sauti hii na yuko tayari, nauliza yuko tayari, nasema yuko tayari. Yeyote ambaye yuko tayari kumpa Mungu nafasi yake, hatua zake zitaongozwa na Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Ndio. Hatua zako zinatoka kwenye mfumo wa kawaida wa watu. Ndio. Naposema hatua, ndio, kuna hatua za namna mbili. Ndio. Kuna hatua hizi za kutembea, ndio, lakini kuna hatua ya kutoka kiwango kwenda kiwango. Amina. Naongea na mtu ananisikia. Amen. Kuna hatua ya kutoka kiwango hiki kwenda kiwango kile, na ndizo nazo maanisha sana leo kuliko hatua za kwako za miguu za kutembea. Amen. Kama ni hatua za miguu za kutembea, basi hakuna shida. Tutamtafuta daktari ataangalia miguu yako, labda kuna mishipa haijakaa sawa, atatengeneza. Lakini mimi nimekuja leo basically kwenye hatua za maisha yako. Amen. Nataka Mungu afanye kwenye hatua za maisha yako. Amina, amina, amina. Hata kama una na watoto, na hatua za watoto wako. Yes. Kama nasikika na amina, amina, amina. Amen. Kama una watoto, nimesema na hatua za watoto wako. Kama una mume, na hatua za mume wako. Amina. Haleluya. Haleluya. Kama una mke, hatua pia za mke wako na zenyewe ziongozwe na Bwana. Amen. Kama alikuwa anauza nyanya na vitunguu, basi Mungu ampandishe kutoka kwenye nyanya na vitunguu apande daraja nyingine. Kuna hatua nyingine iko mbele yake. Kwenye kila kazi kuna hatua nyingine iko mbele yako. Nazungumza na mtu aliye mbele yako. Nasema kwenye kila kazi kuna hatua nyingine. Shetani anachofanya ni kujizuia zile hatua ili usifike kwa wakati. Lakini Bwana amenituma niseme na
nitamke kwa imani ya kwamba hatua zako zitainuliwa na Bwana, zitaongozwa na Bwana, utasaidiwa na Bwana. Kwa nini tunamtafuta Mungu kwenye hatua? Kwa sababu kila hatua ina majaribu yake. Kuna mtu mwingine alisema kila hatua ina shetani wake. Ukiwa kwenye hatua ya kumiliki 100,000, majaribu unayoyapata ni 100,000 maidia. Ukifika hatua ya kumiliki milioni 50, unapata majaribu ya milioni 50. Na mtu akija akisema, unajua mimi nimekwama kabisa, nilikuwa natafuta 20,000, mpaka unacheka. Lakini ulipokuwa kwenye hatua ile ya chini, uliona 20,000 ikiwa ni kubwa. Kitu gani kimetokea? Kila hatua ina majaribu, ina changamoto, ina matatizo yake. Ukiwa level ya chini, matatizo yako ni kidogo. Ukipanda level ya juu, matatizo yako na changamoto zake zinakuwa kubwa. Lakini ashukuriwe Bwana aliye hai, anayetuwezesha kupita salama katika hatua zote. Maandiko yanasema ya kwamba hututoa utukufu kwenda utukufu. Hajawahi kutuacha, hajawahi kulala, atatutetea na atatusaidia. Na hiyo itakuwa ni fungu lako katika jina la Yesu. Iwe ni fungu lako, iwe ni fungu la watoto wako, ni fungu la ndugu yako, ni fungu lako katika jina la Yesu. I receive kwa jina la Yesu. Amina. Naongea na mtu. Amen. Sema hatua zangu zitaongozwa na Mungu. Hatua zangu zitaongozwa na Mungu. Listen to me. Usiniambie kwamba unajua mimi mambo yangu sijui nitaanzia wapi. Na wewe ambaye hujui utaanzia wapi ndio naye kuhitaji. Amen. Sihitaji wale wenye wana mahali pa kuanzia. Kwa sababu wakifanikiwa watasifu akili zao. Watasifu elimu zao. Kabisa. Watasifu biashara zao. Watasifu mapambano yao. Ndio. Nataka wale ambao hawajui waanzie wapi. Amina. Sikiliza vizuri nikwambie. Bwana asifiwe. Amina. Bikira Mariamu alipobeba mimba, watu wote walishangaa, ila aliyekuwa anajua siri ya muujiza wake ni yeye mwenyewe. Amina. Naongea na mtu atakayeshuhudia huu muujiza jinsi Mungu alivyoutengeneza kwenye maisha yako ni wewe mwenyewe. Amina. Naongea na mtu. Amen. Naongea na wewe. Amen. Atakayeshuhudia ni wewe, kwa sababu Mungu atakunyanyua kutoka kwenye eneo la umaskini, alafu atakukatisha kwenye eneo la utajiri. Napokea. Atakunyanyua kutoka kwenye eneo la kudharaulika, atakuweka kwenye eneo la kuheshimika. Atakunyanyua kutoka kwenye eneo la nobody, atakuweka kwenye eneo la somebody. Amen. Na kwenda kwa jina la Yesu. Sema amina. Amen. Haijalishi unapita wapi, haijalishi ukoje, inajalisha imani ulionayo kwa Kristo. Amina. Nitakueleza hatua za kwako zitakapoanza kuongozwa na Mungu. Ndio. Kuna ideas zinazochipuka ndani yako. Amina. Na hizi ideas zinapochipuka, yes, zinakusaidia. Hebu sema zinanisaidia. Zinanisaidia kushinda shetani na jaribu lililoko mbele yako wakati huo. Amina, amina, amina. Amen. Mara nyingi watu wengi huwa wanatafuta, akijiangalia anaona mahali anapofanya kazi hawezi kumuinua, anaona familia yake haiwezi kumuinua, akiangalia anaona vitu vyake. Nisikilize vizuri, achana na hayo mambo. Ndio. Yupo Yesu anayeinua wakati ambao watu wote hawana kitu cha kusema wala cha kufanya. Ndio. Amina, amina, amina. Hatua zetu, hata hatuwezi kwenda katika njia zetu, njia zetu. Wanatuvizia nini? Hatua zetu. Amina. Anapozungumza wanatuvizia hatua zetu, hana maana ya njia za kawaida za kupita. Ana maana ya njia za kimaisha. Amina. Ya kwamba kuna watu ambao na kuna roho ambazo kazi yake ni kuvizia hatua zetu. Kuvizia vile tunaishi, kuvizia namna tunapata, kuvizia namna tunaingiza, wanavizia namna tunasoma na kusomesha, wanavizia hatua zetu. Hata hatuwezi kupita katika njia zetu. Ndio. Okay, rudia tena. Nataka nikuoneshe kitu hapa. Wanatuvizia hatua zetu. Wanatuvizia hatua zetu. Hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Sasa kama hatuwezi kwenda katika njia zetu, tunakwenda katika njia gani? Maana yake tunakwenda kwenye njia ambazo sio za kwetu. Ndio. Maana yake kama hatuendi katika njia zetu,
kulingana na Yeremia anapozungumza katika kitabu cha Maombolezo, maana tunakwenda katika njia zao. Wao wametengeneza njia ambazo zinazuia njia zetu. Wamedai vetu tulipokuwa tunapita katika njia zetu, wao wakatengeneza njia nyingine, na ghafla tukabadilika ndani. Kuna mtu hapa ulikuwa unaenda vizuri kwenye biashara yako, ghafla unajisikia kuichukia. Ghafla unajisikia kuichukia. Na unapoichukia unasema hii naiachana nayo, hainilipi, ngoja nitafuta nyingine. Hata ile unaitafuta kesho inakufa kwa sababu si njia yako. Wanatuvizia katika njia zetu, hata hatuwezi kwenda. Wanavizia hatua zetu, hatuwezi kwenda katika njia zetu. Na ndio maana mwanangu, tusikilize nikwambie, katika hatua zako usiwaambie watu, hata kama unawaamini hatua inayofuata, mpango ulionao, hata kama unawaamini kiwango gani. Watu wengine wana maneno ambayo ni sumu. Akilisema neno inaenda kuharibu njia yako. Go deeper daddy. Linakufanya unachukia mpango uliouanzisha. Linakufanya unamchukia mtoto ambaye akikuwa ndiye atakusaidia. Nisije kama naongea na mtu. Linakufanya unamchukia mwanaume ambaye anaongezeka naye. Linakufanya unachukia kitu ambacho ndio kingekuvusha. Linakufanya unachukia imani yako. Linakufanya unachukia. Kwa nini? Kuna watu wamezungumza, walivizia hatua zako. Walipogundua anakwenda kufanya jambo fulani, wakakimbia pale wakakamata, wakakimbia pale wakatega, wakakimbia pale wakaumiza. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, uwe na msimamo katika imani na uwe na msimamo kwenye mambo yako. Tunaweza tukafiki vizuri kabisa, lakini haimaanishi kwamba nikwambie kila kitu. Tunaweza tunaongea, tunaomba, tunafanyaje. Kasome Biblia yako inakwambia. Biblia inasema kuna maneno mengine hata mke wako alalaye kifuani mwako usimwambie. Mambo wafanya watu unawaeleza mipango yako, juu ya sucha yako, juu ya utumishi wako, juu ya kile unapanga kufanya kwenye madhabahu. Unawaambia mimi nimefanya hivi au nitafanya hivi, na wao wamekuwahi. Ulipowaambia utafanya hivi kwenye madhabahu, wakawahi kwenye madhabahu zao. Tunaonekana pamoja kwenye madhabahu ya Kristo, lakini tukaa nyumbani hujui kila mtu ana madhabahu gani. Kuna mwingine ana madhabahu ya uangamivu, kuna mwingine ana madhabahu ya uharibifu, kuna mwingine ana madhabahu ya mauti, kuna mwingine ana madhabahu ya kushusha watu. Kubali kukaa na siri zako, kubali kukaa na mambo yako. Bwana ukifika wakati atakuvusha na atakupandisha viwango. Watu wapo, lakini usiwekeze kwa watu. Sijui kama nasikia nachokizungumza, unanisikia nachokizungumza. Na hili ndilo tatizo la watu wengi kabisa. Hii ndio shida ya watu wengi. Na watu wengi wakati mwingine hata huko makanisani kwingine unakutana na watumishi kama watatu. Mmoja kazi yake ni kuombea uchumi wake. Akifika hapa akasikia ibada ya uchumi, anasema Samueli Mlito ataombea uchumi wangu. Anatafuta mwingine ataombea ndoa yake. Anatafuta mchungaji mwingine aombee watoto wake. Anatafuta mchungaji mwingine aombee mwili wake. Anatafuta mchungaji mwingine aombee ujenzi wake. Nisikilize, kitakusaidia hiki nachotaka kukisema. Huwezi kuwachanganya wachungaji namna hiyo kama vile unapika makande. Wachungaji na watumishi wa Mungu waka hivyo. Ukishaanza kupiganisha vichwa vya watumishi wa Mungu, wewe na uhakika Mungu anaanza kutoka, anawaacha hawa hawatakuhudumia kwa sababu wameambiwa na Mungu, ila watakuhudumia kwa sababu kuna kitu wanapata kwako. Na ikishafika hapo, wewe na uhakika kitendo cha yeye kukutamkia ndio malipo yako yameishia hapo, ndio neema imeishia hapo. Lakini ukibaki kwenye madhabahu moja na ukamsihi Bwana kwenye madhabahu na ukasema Baba nisaidie hapa, Mungu ninyanyue hapa, Mungu nitoe kwenye changamoto hizi, ukalikubali neno la mtumishi wa Mungu aliyeko hapa, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu Samueli Mlito, wana uhakika maisha yako hayatabaki pale yalipokuwa. Kwa nini? Biblia inasema ulitazama neno lake ili apate kulitimiza. Angalii una wachungaji wangapi, angalii una marafiki wangapi, angalii una waombaji wangapi kwenye kundi lako la maombi, ila anaangalia neno lake. Umetii neno lake, umetenda neno lake, umefanya neno lake. Ukishafanya neno lake, yeye anakuja kwako, anakaa kwako, anaishi kwako, anaongea na wewe, anasaidia watoto wako,
anasema nitaingia kwenye nyumba yako, nitakaa kwenye nyumba yako. Anabadili makao kabisa, anasema mwili wako ni hekalu langu. Akitaka masuala ya kwake ya kimungu ya kuabudu, anakuja ndani ya hekalu ambalo ni wewe. Achanga kabisa maidia, achanga kuambia watu mipango inayofuata. Bible haituambii hivyo. Bible inatuambia hatua zetu zitaongozwa na Bwana. Wanavizia nini? Hatua zangu hata hasiwezi kwenda, hatuwezi kwenda. Maombolezo amesema, anasema hatuwezi kwenda katika njia zetu. Kama hatuwezi kwenda katika njia zetu, wana uhakika tunakwenda kwenye njia zao. Ndio maana walipomuomba ushauri, akakupa ushauri. Ulipofuata umeishia pale. Tusaidie. Unapoenda kuomba ushauri, ndio unakwenda kutafuta kitu gani? Mimi nauliza, unapoenda kuomba ushauri, ndio unakwenda kutafuta kitu gani? Unakwenda kumwambia akuongezee maarifa, au unakwenda kuua ya kwako ili uchukue ya kwake? Tusaidie. Kwa sababu wakati Mungu anasema, asemi na yeye, anasema na wewe. Haleluya. Hivi naongea na mtu yuko? Amina. Na anapokuwa anazungumza na wewe, anaamini utasikia na kuielewa sauti yake. Amen. Anaweza kukuambia utafanya biashara hii, na baada ya muda utahamia kwenye biashara nyingine. Ndio. Naongea na mtu anayesikia. Amina. Alafu wewe kabla hata ile biashara hujaenda, unaenda kuomba kwa mtu ushauri, na mtu anakushauri. Nisikilize vizuri. Kuna kiwango unafika, unahama kusikia watu, unaanza kusikia Mungu. Haleluya. Nisikie kile nasema. Amen. Biblia inasema Samueli alipokuwa ndani ya hekalu, ndio alikuwa akisikia sauti ya nani? Ya Eli. Amen. Mimi sijui kama unanisikia. Amina. Wakati ulipoisha, Samueli alianza kusikia sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Amen. Na Eli akamwambia, level ya kwako ya kusikia kwangu imeisha. Sasa nenda kaseme na Mungu. Amina. Mimi sijui kama unanielewa ninachosema. Amina. Anasema atakapokuita usije kwangu tena, mwambie hivi, nena mtumishi wako ninasikia. Maana yake ni nini? Nimepita level ile niliyokuweko ya kusikia kupitia watu. Nimefika level ya Bwana anaanza kusema na maisha yangu. Bwana anaanza kuzungumza na akili yangu. Anaanza kunisemesha kuhusu future yangu. Anaanza kunisemesha, na unisikilize vizuri, kitakusaidia. Na unapofika level hiyo, usifikiri unajipeleka. Kuna watu wanatamani vitu bila kupita kwenye hatua. Wanajipeleka. Eli ndiye alimfundisha Samueli. Usikamdharau mchungaji wako na ukafikiri kwa sababu umeanza kuomba na kutabiri vitu vitatu kichwani kwako ndio umefika level ya kusikia sauti yake. Ipo siku Eli mwenyewe kuhani wako, mchungaji wako atakwambia, sasa umefika wakati wa wewe kuunganika na Mungu aliye hai, wa wewe kusikiliza sawa sawa. Mashauri yote utapokea kwake. Kwangu utakuja kuchukua ushauri. Pokea neema hiyo ukifika wakati wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Mina napokea. Asante karabia. Ongea na mtu. Haleluya. Ukifika wakati huo, yes, mambo yanabadilika. Rebesa yanado. Ukifika wakati huo, hali inabadilika. Hepezia. Ukifika wakati huo, rakapaya, mbingu zinafunguka kwa ajili yako. Saka paradio. Oh, haleluya. Piga kelele, sema amina. Haya, amina. Sema amina. Amen. Ni hatua zako, maana yake ni nini? Ni mchakato wa kimaisha kufikia mafanikio. Kuna mchakato wa kimaisha wa kufikia mafanikio. Hakuna mtu Mungu anamuomba atawaliwe. Biblia inasema wakatawale samaki wa bahari. Maana Mungu ametuweka tutawale. Ukifikia wakati huo, mtukuze Mungu. Isaya 45 na mstari wa 11. Bwana mtakatifu wa Israeli. Bwana mtakatifu anasikiliza. Anaanza na kujitambulisha, au anaanza kumtambulisha anayezungumza ni Bwana mtakatifu. Manake anataka kuzungumza. Unaposikia Bwana mtakatifu, manake anaenda kuzungumza vitu vitakatifu. Amen. Au anaenda kusema vitu vya utakatifu. Amina. Unanisikia vizuri? Amen. Tofauti na mfumo wa kawaida. Amen. Manake anaua mfumo wa dunia, anaenda kuzungumza vitakatifu. Amina. Soma twende. Muumba wake asema hivi. Muumba wako, sio wake. Muumba wako asema hivi. Niulize habari za mambo yatakayokuja. Niulize habari za mambo yatakayokuja. Maana yake niulize habari za hatua ya pili kutoka hapa nilipo. Amina. Niulize mimi ndio habari
yatakayokuja. Endelea pale. Mambo ya wana wangu, mambo ya watu wangu, na habari ya kazi ya mkono wangu, na habari ya kazi za mikono yangu, haya niagizeni. Kwa habari ya kazi za mikono yangu, ndio haya niagizeni. Hebu sema haya niagizeni. Maana anasema kwenye kazi za mikono yangu, ndio niulize habari za mambo yatakayokuja. Amina. Niulize kuhusu hatua ya pili inayofuata ya wana wangu. Amina. Niulize kuhusu jambo linalofuata ambalo wewe ulijui. Niulize. Ndio Mungu anamaanisha. Na utakaponiuliza, kwa sababu ni kazi za mikono yangu, hutaenda wewe, hataenda malaika, niagize mimi. Kuna vitu Mungu anataka aende yeye. Amina. Maana yake afanye yeye. Amen. Maana yake vitokee kwa kauli yake. Amina. Na moja ya vitu anataka vitokee kwa kauli yake ni kukutoa wewe daraja ulilopo. Amina. Na kukupeleka daraja jingine. Navuka kwa jina la Yesu. Pia kelele sema kutoka daraja nililopo. Kutoka daraja nililopo. Na kwenda daraja jingine. Na kwenda daraja jingine. Sema Mungu anataka nitoke daraja nililopo. Kutoka daraja nililopo. Niende daraja jingine. Daraja jingine. Kuna daraja nipo. Ndio. Siwezi kufanikiwa nikiwa hapa. Ndio. Lazima nitoke hapa. Amen. Niende kiwango kingine. Amen. Na anayenipeleka ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Amen. Na siku ya leo ndio Mungu akufanyie hivyo. Napokea kwa jina la Yesu. Unasema ni mimi ndio napanda daraja jingine. Ni mimi ndio napanda daraja jingine. Kuna daraja ulikuwepo. Ndio. Hata la kuamini ndani. Yes. Toka hapo twende mbele. Amina. Amen. Wengi wanaomba pesa. Ndio. Sasa ndio. Lakini hawaombi maamuzi katika pesa na hatua zao zitaendaje. Ndio. Hawaombi jinsi gani ya kusimama katika hatua inayofuata wakipata pesa. Wengi wanaomba pesa. Bwana nibariki nipe pesa ya mtaji. Bwana nibariki nipe pesa nianze hiki. Bwana nibariki gari. Bwana nibariki. Hawaombi hatua hiyo wakifika waishike. Kwa sababu kila hatua ina namna yake ya kuishi. Ukienda kiwango fulani unapata marafiki wengi. Ni hivyo. Kwamba unapoomba Mungu nibariki nipatie fedha uchumi wangu uinuke. Uwe na uhakika mkubwa kabisa kwamba unapofika level hiyo unatakiwa uwe na Mungu wa level hiyo. Kama huna Mungu wa level hiyo unaweza ukafika ukashuka. Kila level ina Mungu wake. Sasa usiniambie kuna Mungu wengi. Mimi sijasema kuna Mungu wengi. Nimesema kila level ina Mungu wake. Amina. Ukifikiria kutania akamtafuta Elia. Atakwambia nilipokutana na maadui niliita moto na moto ukashuka. Alafu ukiona Elia amekusumbua, kamtafute Petro wa juzi. Anakwambia kuna wakati nilikasirika nikakamata upanga nikafyeka sikio la mtu. Na ukimuuliza vizuri Petro atakwambia wala nilikuwa silengi sikio, nilikuwa nalenga kichwa. Na bahati mbaya yule jamaa alikuwa trained, alikuwa ni military trained, amefundishwa mbinu za kuhepa, akahepa panga langu nikaondoka na sikio. Kilichotokea kwa sababu Petro sifikia alifurahia Yesu kuchukua sikio akamrudisha. Petro aliumia sana, ndani ya moyo wake aliumia. Sasa wewe unakupigania, alafu bado unarudia yale. Nimekupambania, sitaki kukamata wewe Yesu. Alafu Yesu unarudia yale, unarudisha sikio. Ona sasa umeukamata. Katika maisha kuna watu wa namna hiyo pia. Hawapendi wakuone unainuka. Hawapendi waone unaenda hatua ya juu. Kuna watu tunaishi nao, kuna watu tunatumika nao, kuna watu tunaomba nao, na kuna watu tumezaliwa nao, na kuna watu tuna historia nao. Kuna watu ambao ni marafiki kabisa. Hawapendi kuona unainuka. Ukiinuka kidogo wanainua vita ushuke. Na mmoja ya watu waliokataa kushuka ni mimi. Naitwa Tachifu. Nilikataa kushuka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nasema badala ya kushuka na kuwapigia magoti na badilisha jina. Nilitafuta kwa jina la Samuel utakuta nimehama hapo. Ni Tachifu. Amina. Na usite chief. Anza na ta. Amina. Tachifu. Na ukiweza zaidi ongeza umshahidi wa amani. Ukijisikia vizuri ongeza aka Taremwa. Singwa. Nisikilize, nilikataa kushuka makusudi. Nikasema sitashuka kiwango hicho wanachokitaka wao. Ndio. Nitapanda kiwango Mungu alichonikusudia. Kwa sababu ninakijua kiwango Mungu alichonikusudia. Ndani ninasikia mimi ni nani? Ndani ninajua mimi ni nani? Ndani ninaelewa mimi ni nani? Sijui kama ndani unajua wewe ni nani? Sijui kama unaelewa ni nani? Wewe ni mtu wa aina gani? Wewe sio mtumwa, wewe ni kiongozi. Haleluya. Acha kuwatetemekea watu ambao kesho wanakufa wanasaulika. Amina. Unawatetemekea watu ambao maisha yao hayawezi kwenda bila oksijeni ya Mungu. Ndio maana Mungu akasema msiwaogope wauao mwili. Amina. Msiwaogope wanaowazulumu. Msiwaogope wanaowaumiza. Msiwaogope. Mwangani neno msiwaogope wauao mwili. Manake muwafuate, muambie ukweli, muwapasulie katika jina la Yesu. Amina.
Amina. Weka mkono juu, sema kila mwanadamu anayetaka kunishusha, aliyepanga anguko langu, ataanguka yeye mbele ya macho yangu, ili niuone ukuu wa Mungu, wema wa Mungu, fadhili za Mungu maishani mwangu, anavyonipigania na kunipenda. Mungu hawezi kuruhusu uteswe na mtu. Mungu atashughulika na yule mtu ili wewe mtu wake ubaki na amani na raha. Amina. Tasua. Kwa maana juzi nilikwambia, ndio, usisimame upande wa dhuluma. Yes. Simama upande wa haki. Amen. Simama upande wa kuinua watu. Simama upande wa kusaidia watu. Simama upande wa kubariki watu. Simama upande wa kusapoti watu. Simama wa upande unalipa. Amen. Unalipa. Kabisa. Upande wa neema. Amen. Upande wa upako. Upande wa baraka. Upande wa kujua nimetoka Misri, ninaenda nchi ya ahadi. Upande ni mzuri kuliko fikisu za kibinadamu. Watu wanafikisu. Ukiwanyenyekea watakuweka chini ya miguu yao. Umesahau yule mfalme ambaye aliwakamata wafalme 70, akawakata vianda vyao vya mikono, akakata na vianda vyao vya miguu, alafu akaweka chini ya meza yake. Umemsahau ya kwamba yeye alikuwa anataka kutumia watu imara ili aendelee kuwa imara. Shetani hatafuti watu dhaifu. Shetani anatafuta watu imara ili awashushe, aonekane yeye ndiye superstar. Nimekataa kwa jina la Yesu. Anasema nimekataa kwa jina la Yesu. Waamuzi 1:7. Adoni-Bezeki akasema, wafalme 70 waliokuwa wamekatwa vianda vyao vya gumba, mikono na vya miguu, waliokota chakula chao chini ya meza yangu. Kama nilivyofanya mimi, Mungu amenilipa hivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa huko. Bwana asifiwe. Amen. Wafalme wangapi? 70. Alitumia wafalme 70. Ndio. Akawa amewakata vianda vya mikono, amewakata na vianda vya miguu. Yanake madole gumba ameyakata. Ndio. Sikiliza, huyu mtu aliyekata dole gumba atafutaje upinde? Hawezi kabisa. Atarushaje mkuki wenye nguvu? Hawezi. Atapiganaje? Atakunjaje ngumi? Hawezi. Kuna watu wanataka watembelee kamseleleko kwako. Wanataka watembelee nyota yako. Wanataka watembelee jina lako. Ndio maana anaweza akaamua. Hujamwambia kitu, akaenda kusema umemwambia. Anaweza akaamua akasema fulani nilikuwa naye, fulani nimeongea naye, fulani ameniambia hivi, fulani ameniambia vile. Kumbe anatumia jina lako ili yeye apande juu. Piga kelele, nimekataa kwa jina la Yesu. Kama ni aibu impate yeye, kama ni laana impige yeye na kizazi chake na watoto wake na mke wake na mume wake na kila kitu chake kwa jina la Yesu. Nimekataa jina langu kutumika kufaidisha mtu, kufanikisha mtu. Nimekataa kwa jina la Yesu. Piga kelele, saa imefika. Sikusikii. Nimekataa jina langu, nafasi yangu, huduma yangu kutumika kufanikisha mtu, kusafisha mtu. Yaani watu wanajisafisha kwa jina lako. Watu wanajisafisha kwa jina langu. Simame peke yako. Kwa nini huyo mtu anachanganya watu? Kwa nini huyo mtu anavuruga watu? Wanajisafisha kwa jina lako. Nakataa kwa jina la Yesu. Kwa nini anajisafisha kutumia jina lako? Because you are so powerful. Una nguvu kuliko yeye. Haleluya. Adoni-Bezeki akutafuta watumwa. Adoni-Bezeki akitafuta wafalme. Anatafuta watu ambao ni nguvu. Amina. No wonder mtolea akatumia jina la Samuel mwito ni kubwa. Ndio, usitumie jina. Asitumie jina langu. Asitumie jina. Sikusikii. Asitumie jina langu. Kujinufaisha. Kupata kibali. Natafuta kibali kwa jina langu. Hebu pia kile sema ondugeo. Sijakusikia, sema tena. Ondugeo. Sijakusikia,
mandazi kutumia jina langu. Chana na jina langu. Kabisa. Power. Achana na jina langu. Usitumie wawakilishe wewe. Achana na jina langu. Peradanya usitumie jina langu. Mwambie kwa Kihangaza, don't use my name. Amina. Ribesaka. Usitumie jina langu bwana. Tumia jina chako kibaya. Kikuangukia. Ambacho haiwezi kufikisha popote. Onduge kabisa. Niache. Hello. Watu wahuni. Anaona akienda mwenyewe bila kutumia jina la Juliet afanikiwe. Sasa yule jamaa aliyekuja akasema Mama Angel amenituma. Amesema funga milango yote, alafu ingie ndani usime na taa, ingia ndani ulale. Kumbe ana lengo la kuja kuiba. Ametumia jina la nani? La Mama Angel. Kwa sababu anajua huyu anafahamika, jina lake ni kubwa. Ndio. Ndivyo watu wanapofanya. Anatumia jina lako. Ongea na mtu. Amina. Anatumia jina lako ili aonekane yeye ana viwango fulani. Akisema nimeongea na katibu wa kanisa la Neema, watu wote basi hii jambo litakuwa official. Nimeongea na baba yako. Hawezi kukutajia mtu usiye mheshimu. Ndio. Hawezi kukutajia mtu dhaifu. Hawezi kukutajia mtu mdogo. Hawezi kukutajia mtu wa mtumwa. Hawezi kukutajia mtu wa chini. Anatumia jina la mtu mkubwa mwenye kushawishi. Ndio. Yeye kwa sababu kapoteza ushawishi, anatumia jina lako. Sema popote pale. Anapotumia jina langu vibaya. Fire. Kwa jina la Yesu. 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 Fire. Amina. Nataka kuanzia leo. Ndio. Jina lako likufaidishe wewe. Amen. Nataka kuanzia leo jina lako likufanikishe wewe. Amina. Na kama kuna mahali ambapo kuna mtu kwa utaalamu wa hila, ndio, kwa utaalamu wa maneno, ndio, anajua kupangilia sentensi vizuri, na watu wanamwamini kwa upangiliaji wake wa sentensi, ndio, moto utamwakia chumbani. Amina. Kwa sababu ile nguvu aliyoitumia, kile kifuniko alichokitumia kujifunika na kuonekana ni mwema, Bwana anakiondoa. Haleluya. Amina. Bwana anaenda kumweka uchi wanyama. Amina. Naked. Alitumia jina vibaya, Bwana anaenda kumweka uchi. Amina. Na kila mtu atayaona maungo yake, na kila mtu ataiona shida yake, na kila mtu ataiona roho yake mbaya, na kila mtu atamgundua, na kila mtu atamuona. Saa imefika ya mwana wa Mungu kujitukuza. Saa imefika ya mwana wa Mungu kuinuliwa. Saa imefika ya mwana wa Mungu kupanda kutoka kiwango kwenda kiwango, level kwenda level, hatua kwenda hatua, utukufu kwenda utukufu. Haleluya. Piga kelele, huyo mtu anayepanda ni mimi. Huyo mtu anayepanda ni mimi. Huyo mtu anayepanda ni mimi. Anayepanda. Ayakarabu sakataya baba. Sema anayepanda ni mimi. Kifamilia ni mimi. Kwenye kazi ni mimi. Kwenye ndoa ni mimi. Kwa jina la Yesu. Anayepanda ni mimi. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, anayepanda ni mimi, natoka chini kwa damu ya Yesu Kristo. Sitobaki chini tena. Ninapanda jioni ya leo.